Nazungumza na Peter Kibatala, yeye ni mtetezi wa kanisa la Ufufuo na Uzima na tayari amekwisha tangaza kuanza kazi hiyo. Peter, hebu tueleze tu wewe kama wakili, yapi unayozingatia wakati huu? Yapi unaona yana nafasi ya kutetewa? Kwanza kabisa utambulisho rasmi wa kanisa ambalo linafahamika almaarufu kanisa la Ufufuo na Uzima kwa kadri lilivyosajiliwa katika rekodi za msajili wa taasisi za kijamii Registrar of Societies nchini Tanzania ni The Glory of Christ Tanzania Church. Nimesema hii ni muhimu kidogo kama nitakavyoenda kuelezea huko mbele. Kwa hiyo huo ndo utambulisho rasmi wa kisheria, The Glory of Christ Tanzania Church. Ila sasa kanisa la Ufufuo na Uzima imekuwa ni jina maarufu la kiinjili, yani ni jina maarufu la kiinjili. Kila kanisa huwa lina kama ilivyo taasisi nyingine ya ambayo imesajiliwa huwa zinapata majina ya maarufu ya ufanyaji kazi kutegemea na tasnia husika. Kwa hiyo majina rasmi ya wateja ni hao, na kwa kisheria taasisi zote ambazo zimesajiliwa chini ya sheria ya usajili wa taasisi za kiraia huwa zinasimamiwa na chombo kinaitwa Registered Trustees au bodi ya wadhamini, lakini kwa madhumuni ya uinjilisti kanisa hilo au taasisi hiyo ya kidini mkuu wake ni Askofu Josephat Gwajima. Sasa hivi karibuni katika mitandao ya kijamii na katika vyombo vya habari zimesambaa taarifa, na kuna karatasi fulani, naita karatasi kwa sababu kisheria ndio hadhia kama nitakavyokwenda kueleza na kama ambavyo tunaenda kueleza kwenye vyombo mahususi vya kisheria ikiwemo mahakama. Zimesambaa taarifa ambazo bila shaka zimeanzishwa na karatasi fulani ambayo ilikuwa inazunguka ikionyesha kwamba ofisi ya msajili wa taasisi za kiraia Registrar of Societies ameandika barua kwenda binafsi kwenda kwa Askofu Josephat Gwajima, ambaye yeye kwa barua hiyo, kama ni ya kwake kweli huyo msajili, maana sijamsikia mpaka sasa, barua hiyo inasibu au inajielezea kwamba imeelekezwa kwa taasisi inayoitwa Glory of Christ Church. Narudia tena, kanisa ambalo ni wateja wangu ambalo linaongozwa na Askofu Josephat Gwajima limesajiliwa kisheria na linatambulika kisheria kama The Glory of Christ Tanzania Church. Barua hiyo ambayo inasambaa, ambayo inasemekana ndiyo iliyopelekea kufutwa au kufutiwa usajili kwa wateja wangu The Glory of Christ Tanzania Church, yenyewe imeelekezwa kwa kanisa linaitwa, huyo mwandishi analifahamu, lakini yeye amelitambulisha kama Glory of Christ Church. Na kwetu sisi kisheria na kimantiki tunaona tatizo limeanzia hapo. Kwa hiyo barua imekuwa inasambaa huko, na hatimaye baadaye vyombo vya habari nchini kuanzia tarehe 3 mtandaoni tarehe 2, lakini kirasmi kwenye print media, kwenye vyombo vya habari ambavyo machapisho kadhaa wakaripoti nao kwamba imefutiwa usajili, na wakaakisi sababu zile ambazo zimeainishwa kwenye ile barua niliyoirejea. Na baada ya hapo yakafuata sasa matukio kadhaa, yakiwemo ya jeshi la polisi kufika katika maeneo ambapo kuna nyumba ya ibada ya kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, na usiku wa tarehe 2 kuamkia tarehe 3 kuwakamata waumini kadhaa wa Glory of Christ Tanzania Church ambao walikuwa wanafanya ibada ya mafungo ya siku 7 pamoja na mambo mengine kuliombea taifa. Lakini pia kiongozi wao alisema kwamba wanafanya ibada ya siku 7 kwa ajili ya kumuombea mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Antipas Tundu Lissu Mugwai maarufu Tundu Lissu. Kwa hao waumini walikuwa kwenye ibada ya kawaida, wakakamatwa na jeshi la polisi na wakafikishwa katika kituo cha polisi Oysterbay, ambapo walihifadhiwa hapo, na sisi ofisi yangu ilitoa huduma za mwanzo za kisheria, na mpaka ninavyozungumza na wewe hapa ofisi inaendelea kutoa huduma za kisheria. Kuna mawakili mwelekezo wako pale na maaskofu kadhaa kutoka kanisa hilo la Glory of Christ Tanzania Church kwa ajili ya kuweza kutoa huduma za kisheria na za kidhamana, na ikiwezekana kuwapate dhamana wakati mambo mengine ya kipolisi yanaendelea. Sasa hilo ni mojawapo. Sasa kuna mambo kadhaa hapo ambayo yanajitokeza. La kwanza kabla hujaendelea, hawa wako wangapi? Sasa kutokana na changamoto za ufanyaji kazi na
jeshi katika nchi yetu, idadi kamili bado hatujaipata. Kwa mimi na operate kwa taarifa nilizopewa na uongozi wa kanisa kwamba wako 80. Sasa tutaverify vizuri baada ya wote kuwa wamepata dhamana, tufanye head count, alafu tujue okay, walikamatwa kadhaa na walioachiwa kadhaa, ili tuweze kutoa taarifa sahihi. Kama utakuwa umefuatilia, nilitoa taarifa kwamba nitafanya mkutano na vyombo vya habari hivi karibuni, ili kuweza sasa kutoa ripoti yaliyojiri, ikiwemo idadi za watu waliokamatwa, hatua tulizochukua kisheria. Lakini kama narudia tena, taarifa nilizopewa na viongozi wa kanisa ambazo sasa tunaendelea kuzifuatilia mpaka sasa hivi, kama nilivyosema mwakili wangu baada ya kituo cha polisi Oysterbay, ni kwamba walikamatwa watu 80. Sasa kwenye hilo eneo la namba na kuwa mwangalifu, kwa sababu ukitaja namba kuna masuala yake ya kisheria. Lakini kama nilivyosema, taarifa niliyopewa ni hiyo, kwa tutatoa taarifa ambayo imekuwa verified, imethibitishwa vizuri baada ya kuwa tumekamilisha mazoezi ya kisheria ambayo yanaendelea pale Oysterbay Police Station. Pamoja na jambo hilo la kufuatilia hao waliokamatwa, msingi wa mashtaka yenu ni yapi mengine? Yapi ambayo mnaona hayakufanyika sawa, ili kwa Mtanzania wa kawaida asikie, Mkongo, Mrundi na wengine wanaofuatilia matangazo ya DW? Wateja wangu wanaitwa Glory of Christ Tanzania Church, almaarufu Kanisa la Ufufuo na Uzima. Hivyo ndivyo walivyosajiliwa. Sasa kuna barua kama nilivyosema imesambaa, inaonekana yenyewe hiyo barua ina jinafasi kwamba imesainiwa na mkono wa msajili wa taasisi za kiraia au taasisi taasisi za kiraia. Hiyo yenyewe imeelekezwa kwa Askofu Josephat Gwajima, lakini inasema taasisi iliyofutiwa usajili inaitwa Glory of Christ Church. Tayari hapo umeona kuna tatizo la kisheria na kimantiki kwamba aliyesajiliwa na aliyefutiwa usajili, kama barua ile kweli imetoka ofisi ya msajili, ni taasisi mbili tofauti, kwa sababu tunaamini katika vitabu vya msajili hakuna kanisa ambalo linaongozwa na Bishop Josephat Gwajima ambalo linaitwa Glory of Christ Church. Sasa kisheria hiyo ni kitu kikubwa sana ambacho kama ni kweli ndicho ile barua ndio hasa iliyopelekea ambayo nakwenda kuyazungumzia, basi kuna ukosefu wa umakini, lakini kuna mapungufu makubwa mno ya kisheria. Maana yake ni nini? Kama hiyo barua ndio hasa ambayo ina jinafasi iliyofutia usajili wateja wangu, maana yake ni kwamba wateja wangu hawajafutiwa usajili, na kwamba wateja wangu wengine waliokamatwa kupeleka Oysterbay wamekamatwa bila kosa lolote, kwa sababu wao walikuwa nasali kwenye kanisa ambalo halijafutiwa usajili. Sasa ukipata nakala, kwa mfano imetolewa nakala ambayo sahihi, mamlaka ikasema hicho kilichosambaa mitandao ya kijamii bandia. Nilikuwa nakwenda huko kote, kama ukinivumilia kidogo, nilikuwa nakwenda huko kote. Kwa hiyo ilikuwa ni assumption ya kwanza kwamba kama barua ile ndio iliyopelekea mpaka polisi kwenda nyumba ya ibada ya wateja wangu na kukamata wale waumini, labda ukiwauliza watakwambia walikuwa wanakiuka amri ya kufuta kanisa. Kwa barua ile kanisa halijafutwa, kwa sababu ile amri inahusika na kitu kingine ambacho sio wateja wangu waliosajiliwa kwa majina tofauti. Lakini sasa hoja ya pili, kwa hilo swala tutakwenda kulizungumza kwenye mamlaka zinazohusika, kwa sababu kuna utaratibu wa kisheria ambao kwa sasa sita kwa sababu za kimkakati sitakwenda ndani sana. Kama nilivyosema, nitatoa taarifa muda mwafaka, tumetoka wapi, tuko wapi na tunakwenda wapi. Lakini namna ya pili ya kulengelea swala hili, au hoja ya pili sasa ambayo nataka tushirikiane na Tanzania na dunia kwa ujumla ambao natusikiliza, tukiashumu basi kwamba kuna ile barua kama nilivyosema, mpaka sasa hivi ukiacha baadhi ya nimesikia wasemaji wa yule watatu wa jeshi fulani wanasema akitaka akate rufaa. Sasa sikuwa naelewa kwamba hiyo rufaa inatokana na barua ile au kuna barua nyingine. Sasa mpaka sasa hivi wateja wangu The Glory of Christ Tanzania Church hawajapewa notice yoyote. Sheria inasema msajili anapotaka kufuta kanisa au taasisi yoyote aliyoisajili kwa mkono wake, anapaswa kuipa kwanza notice ili taasisi hiyo iweze kupata kujitetea kwamba accusation au tuhuma ni hizi, wanaleta utetezi, na ndio haki ya kusikilizwa, ambao nafikiri sina haja ya kufafanua saizi, kila mtu anaifahamu. Kwa hitaji la kwanza chini ya sheria ni kwamba kama msajili hajafuta lazima atoe notice. Wateja wangu mpaka leo hawakuwa kupata notice, wanasikia tuko barabarani kanisa limefutwa. Na kwa nini nasema wanasikia barabarani? Kwa sababu
ukiacha tu hawajapewa notice, ambalo ni pungufu la kisheria ambalo linabatilisha mchakato wote ambao unaitwa kufutia usajili kanisa la wateja wangu. Cha muhimu zaidi ni kwamba hata barua yenyewe ambayo ina taarifa rasmi ya kufutiwa, acha ya notice, hata taarifa yenyewe ya kufutiwa usajili iwe limekosewa au imepatiwa kwa majina, mpaka leo tunapozungumza hawajapelekea, hawajafikishiwa uongozi wa kanisa. Na kama narudia tena, hata wao pia wanasikia tu na wamesoma kwenye magazeti. Hilo nalo ni pungufu kubwa sana kisheria, na pengine ndio limepelekea hata madhara. Muumini anakwenda kanisani kumtumikia Mungu wake akiwa hajui kwamba kanisa limefutwa, kwa sababu kanisa lenyewe halijapelekewa waraka wote maalumu. Hata hiyo barua, narudia tena, kama iwe imepatiwa, imekosewa, haijakuwa saved, kwa hata kama kwenye mafaili yao, kwenye makabrasha wanayo barua ambao labda inaakisi majina sahihi, wamempa kiongozi gani wa kanisa la Ufufuo na Uzima. Wewe umezungumza moja kwa moja na askofu mkuu wa kanisa hili, Askofu Gwajima. Bila shaka na uongozi, niseme tu kwa ujumla, nimezungumza na viongozi wote wakuu wa kanisa hilo, na ndio maana nikapata hata haya majukumu ya kufanya. Kwa hiyo kwa nyakati tofauti nimezungumza na Reverend Gwajima pamoja na viongozi wengine kadhaa, kwa sababu hafanyi kazi peke yake Reverend Gwajima, ni taasisi ile. Kwa hiyo kuna mgawanyo wa madaraka ya uongozi, kwa sababu kuna uongozi yeye kwa nyakati fulani, kutokana na mahitaji ya wakati husika, lakini pia na viongozi wengine. Kama nilivyosema, hiyo ni taasisi. Kanisa ni taasisi ambayo ina structure yake na una mgawanyo wa madaraka na majukumu. Kwa hiyo unaweza ukazungumza na Askofu Gwajima leo, labda asubuhi, jioni ukazungumza na mtu mwingine, kesho asubuhi ukazungumza na mtu mwingine, lakini mimi najua wateja wangu ni The Glory of Christ Tanzania Church. Sasa yule aliyepo pale juu ni mmoja, lakini chini yake kuna viongozi kadhaa, maaskofu na watu wengine, maafisa wengine, ambao hao wote tumekuwa tunawasiliana na kupeana feedback ya namna tunavyozidi kuendelea kuchukua hatua za kisheria kupinga matendo yote haya ambayo mimi na wateja wangu tunaona kwamba yamekiuka sheria katika kila nyanja au kila mtazamo. Wakili Kibatala, sasa hivi tunavyozungumza, Gwajima yeye yuko wapi? Ambacho naweza kukuambia tu ni kwamba mara ya mwisho nazungumza naye yupo salama na anasimamia michakato ya kisheria ambayo inapinga haya yote yaliyofanyika, ambao narudia tena, msimamo wa kanisa na ushauri wa mimi wakili wao ni kwamba kuna mapungufu makubwa mno ya kisheria. Manake nimezungumza yuko wapi, watu wanauliza yuko wapi tangu siku chache zilizopita, usiku wa manane alipokuwa kilalamika, hakuonekana tena na wala kusema lolote. Yuko Dar es Salaam, nje ya Dar es Salaam, ama mazingira gani kwa sasa hivi? Naomba nisijikite sana huko, hiyo ni privileged information, lakini narudia tena, ni mambo ambayo yanahitaji uangalifu. Uhusiano wangu na Reverend Gwajima, Askofu Gwajima ni uhusiano wa wakili na mteja, na kuna mipaka yake katika utoaji taarifa. Kwa hiyo nachoweza kusema tu ni kwamba mara ya mwisho nazungumza naye alikuwa yuko salama na alikuwa anasimamia juhudi za kupambana kisheria na haya matendo yote yaliyofanywa na taasisi mbalimbali. Kibatala, yeye si miongoni mwa watu wanaohitajika na polisi kama wafuasi wake walikamatwa? Kuna sheria kadhaa za utendaji kazi wa jeshi la polisi, lakini sheria mama kuliko yote inaitwa sheria mwenendo wa makosa ya jinai, ambayo inaelekeza namna ambavyo polisi wakimtuhumu mtu na kama wanamhitaji, basi kuna utaratibu maalumu umeainishwa na jeshi la polisi na ufahamu. Lakini mpaka sasa hivi sio mimi kama wakili na sio uongozi wa kanisa na sio yeye mwenyewe Bishop Gwajima ambaye amefahamishwa kwamba Bishop Gwajima anahitajika kwa tuma yote ile ya kijinai, na kwa hiyo tunaoperate kwenye hiyo basis. Na kama ikitokea huko mbeleni mambo yamebadilika na ikitokea taasisi yoyote, sio tu polisi, taasisi yote ambayo imepewa jukumu la kisheria la kushughulika kijinai au kivinginevyo na mambo yote ambayo yanaweza kumhusu Askofu Gwajima, tutatoa taarifa, lakini pia tutashughulika nayo kisheria, na ndio maana kanisa limeteua wakili wa kushughulika na mambo haya yote kisheria. Kama ile sababu inayoelezwa katika hiyo barua ambayo umeitaja kwamba huna uhakika nayo ni kweli,
kwamba kiongozi huyu ametumia jukwaa la kanisa kuwachonganisha raia na serikali yao. Kuna utetezi gani katika hili? Kwanza kabisa narejea tena kwamba waliotuhumiwa, kama barua ile ndio barua yenyewe ambayo ndio wote tunaizungumzia, barua imetuhumu taasisi inayoitwa Glory of Christ Church ambayo sisi hatuifahamu, sio mimi wala mteja wangu binafsi Reverend Josephat Gwajiba. Hiyo kanisa sisi hatulifahamu, na mahala kote ambapo tumekwenda kisheria, ambapo kama nilivyosema nitatoa ufafanuzi baadaye, tumelisisitiza hilo kwamba huyo waliomtaja kwenye barua, kama ndio barua yao hiyo, sisi hatumfahamu kisheria, na mimi hata vitabu vya rejea vya usajili havimtambui huyo mtu kwamba anahusika na Bishop Gwajima. Lakini iwavyo vyote, kama nilivyosema, tukiashumu kwamba kuna barua ipo huko au barua yenyewe ndio hiyo na inapaswa ifanywe kazi kisheria, utetezi uko mwingi tu. Kubwa kuliko yote ni lini Gwajima binafsi au kanisa lake lilipewa nafasi ya kusikilizwa. Huwezi ukasema mtu ametumia jukwaa la dini kufanya siasa. Lazima umuite to define siasa ni nini na nani ambaye anaamua hii ni siasa na hii sio siasa. Kuchonganisha wananchi na serikali yao ni nini? Ni kusema kwamba huyu ni chaguo la Mungu, au ni kusema kwamba huyu atakayegombea na mgombea huyu atakayemsema vibaya mgombea huyu atapolarize? Hayo yote yamesikika na viongozi mbalimbali wa dini, lakini hatujasikia yote yakiwakuta. Sasa hizo niseme utetezi wetu kwamba kwa namba moja, kwa nini ukunipa nafasi ili na mimi nikwambie kwamba kwa nini unanionea mimi peke yangu, unanichagua mimi? Kama maneno kama hayo ni uchochezi na ni kuchonganisha serikali na ni kutumia jukwaa la dini kufanya siasa, kwa nini kuna discrimination? Kwa nini kuna ubaguzi? Kwa nini kipimo yardstick moja inatumika tofauti kwa taasisi tofauti? Lakini kama nilivyosema, nani ambaye anakaa mezani na kuamua kwamba hii ni siasa, hii sio siasa, huu ni uchonganishi na huu sio uchonganishi? Lakini pia hayo ambayo hicho kinachoitwa kwamba ni uchonganishi au ni kufanya siasa, ni kipi ambacho kanisa au Askofu Gwajima amekifanya? Tukijadili kwa mantiki ya kisheria, kwenye mizania ya kisheria. Kwa hiyo kama nilivyosema, haya ni masuala ya kimkakati, bila kwenda ndani sana katika hoja zetu za kisheria ambazo ziko nyingi. Context ya utetezi ni pana sana, na tumeanza michakato na mingine labda inakamilika ya kufikisha hoja mahali panapohusika, ili waliopewa mamlaka hayo ya kuamua hayo masuala waweze kuona kwamba kuna vitu vingine tofauti kabisa na usimamiaji wa sheria. Lakini maoni yangu kama wakili ni hayo, na sasa basi wakili mimi nawajibika kwenda kwenye forum ambazo zinaweza kutoa majibu kwamba no, hapa kilichofanyika ni vitu tofauti kabisa na sio usimamiaji wa sheria, na hayo majibu sasa tunayasubiri kwa hamu na tutatumia nguvu zote kuyapata. Maswali yangu ya mwisho, wale ambao wanashikiliwa kule, mmetajiwa wamefanya makosa gani? Tuna changamoto kubwa sana za utendaji haki, hasa katika ngazi ya ukamataji na upelelezi katika nchi yetu, na tulifikiri mambo yatabadilika baada ya mabadiliko ya sheria yaliyofanyika hivi karibuni kwenye sheria mbalimbali mwaka 2022 mwezi Desemba. Yanafanyika mabadiliko mengi ambayo bunge lilielekeza kwamba sheria zote zinazohusika na haki jinai zinabadilishwa. Tulitegemea kwamba utendaji wa taasisi zote ambazo zinasimamia haki jinai nchini utaboreshwa, lakini sisi ambao tuko field tunaona kwamba hakuna hata nukta moja iliyobadilika katika utendaji. Lakini kama nilivyosema, hayo ni mambo sasa ya kushughulika huko mahakamani. Lakini iliundwa tume ya haki jinai na Mheshimiwa Rais mahususi kabisa, na mimi binafsi nilikuwa mjumbe, nilialikwa, nilitoa maoni. Ile tume ikaandaa ripoti, ikatoa maelekezo, maoni, maeneo ya kuimprove. Vingine ni very basic. Unamkamata mtu usiku wa manane, humpi nafasi ya kuwasiliana na wakili wake, humpi nafasi ya kuwasiliana na ndugu zake, hata shtaka lake humwambii wakili, naye mpaka hata kujua hilo shtaka inabidi atumie uzoefu na nguvu nyingi sana. Kwa ni changamoto, lakini mpaka sasa hatufahamu, kwa sababu mimi ukiniuliza ni kosa gani la kisheria limefanywa na wale waumini, mimi silioni kabisa. Kama nilivyosema, tukiashumu kwamba basi kuna labda tuseme sasa tuingie kwenye vichwa vyao, labda walikusanyika sasa, labda isivyo halali baada ya kanisa kufungwa,
ni kama nilivyosema, ulimtaarifu nani na kwa namna gani kwamba kanisa limefutiwa usajili, iwapo hata ulichokitaja kwenye barua hakihusiani na hao watu? Lakini pili, aliyepeleka barua kwanza notice, lakini pili, aliyepeleka barua ya taarifa rasmi ya kufutiwa kanisa kwa wateja wangu ajitokeze hadharani, atoe uthibitisho kwamba alifikisha akamkabidhi mtu fulani akasaini kwenye dispatch. Hayupo atakayejitokeza. Sasa wale wanakosa gani? Lakini kama nilivyosema, bahati mbaya hayo yote huwezi kuyafanyia kazi barabarani, unaweza kwenda kufanyia kazi kwenye forum husika. Kwa hiyo wacha tumalize hilo la wale kupata uhuru wao hapo Oysterbay Police Station, na kwa sababu wao wana haki zao za binafsi, lakini pia kupitia mwamvuli wa kanisa wana haki zao, na tutapigana mpaka mwisho, kwa sababu haya mambo yanajirudia. Watanzania wengi hawafahamu, na hili nitaliongelea pia, kwamba kanisa hili liliandamwa kwa namna hii mwaka 2016. Namna hii ilitoka barua ya kulifutia usajili kwa sababu tu semekana Askofu Gwajima alitoa matamshi dhidi ya kiongozi mwingine wa kidini, akaambiwa amekiuka masharti ya usajili. Ofisi ya msajili ikataka kufutia leseni. Mimi binafsi na ofisi yangu tukakimbia mahakamani, tukapata amri ya zuio, ndio kanisa likasurvive kuanzia 2016 mpaka yanapojitokeza haya. Kwa hiyo ni mwendelezo wa mambo yale. Kwa hiyo kama nilivyosema, wacha tushughulike na mambo ya awali kwanza, halafu mengine yatafuata kwa wakati mwafaka, na kama nilivyosema tutatoa taarifa sahihi kwa muda ukifika. Peter Kibatala ambaye ni wakili wa Kanisa la Ufufuo na Uzima, kanisa ambalo linaongozwa na Askofu Joseph Gwajima, nikutakie heri katika kazi yako na nakushukuru kwa kushiriki mahojiano haya. Shukrani sana. Amini, inshallah.